Baba, katika jina la Yesu nimekuja mbele yako jioni ya leo nikishukuru jina lako na kuabudu nikisema unastahili. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni Baba jana, leo na hata milele. Pokea sifa mwana wa Mungu, pokea shukurani na kusifu nikisema unastahili, maana hakuna mwingine kama wewe. Baba, nena kupitia ulimi wangu mawili matatu ambayo umenipa, ni yanene kama ilivyo mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. My brother and sister, mbele yako nimekuja na sababu ni moja tu. Ninakubusha wewe, tugali tunaenda mbinguni. Kristo hajachelewa kuja, na Kristo angali anaokoa. Kristo angali anakuhitaji. My brother, my sister, huu ni wakati mwingine Mungu ametubariki. Kuna mvua nchini Kenya ambayo inanyesha on and off. Thank you God for that in Jesus name. Well, kuna mambo mawili matatu ambayo Kristo amenenenea leo. Jambo la kwanza ni hili. Kwa wale ambao wameokoka, kwa wale ambao wamekaa vizuri katika wokovu, mna jukumu katika maisha ambayo mnaishi. And especially nyinyi ambao mmeokoka na mmekaa ndani ya wokovu vizuri, mnanenewa na Kristo jambo hili. Hili andiko nilipewa na Kristo akiwa ananikumbusha kuna umuhimu wa kusaidiana tukiwa katika hii safari. So, kama wewe umesimama vizuri katika wokovu, unalo jambo la kumuinua huyo mwingine ambaye hajakaa vizuri. Na most of the time wakati unaongea, at least unamunena kwa mazuri katika jina la Yesu. Niko katika kitabu cha Romans 15, kamstari kuanzia hapo moja, ambayo inasema, inasema hivi: we who are strong in the faith ought to help the weak to carry their burden. We should not praise ourselves. Hatufai kujisifu tu sisi wenyewe. Na hii ni kitu imeonekana nyakati hizi. Unasikia mtu akihubiri ama mtu akiongea katikati ya wengine, anawaambia John, hii na hii itatendeka katika mikono yangu. It's okay. Lakini kulingana na maandiko tunafaa kuweka wengine mbele. Instead, we should praise our brothers and sisters for their own goods in order to build them up in their faith. For Christ did not praise himself. Instead, as the scripture says, Kristo hakujisifu. Angelifika wakati wa kwenda kubatizwa na John the Baptist, kama Kristo angelikuwa Mkristo kama wa leo, si ninaona deja hapa, maana kuna mtu angeenda mbele yake amwambie, unajua mimi ni nani? Kristo maybe kama angekuwa Mkristo wa leo, angeenda mbele ya John the Baptist na amwambie, mimi ndiye Yesu ambaye amekuja kuokoa dunia, ninataka unibatize. Lakini alienda the other side, alienda alternative. Alipokaribia John the Baptist akawa na shaka, naye Kristo akamwambia, ni mimi, na usiwe na shaka, hebu tufanye hivi, unibatize hata kama haufai. Unajua John alikuwa anamuelezea hata kamba ya sando yako sifai kuifungua, na akamwambia tufanye hivyo ili tuonyeshe wanadamu kutii mamlaka. My sister, my brother, wewe ambaye umekaa vizuri kwa wokovu, una jukumu la kumuinua huyo mwingine, na ni kwa kumsifu, sio mchezo. Kama kazi imefanywa kidogo na mtu na unaona haifanyi vizuri, lakini unaona anajaribu na hana uwezo, encourage. Leo hii angelikuwa wakati ule tuna watu wengi sana, kuja kwangu ni kuombea na ukuja na sadaka. Kuja kwangu ni kuombea uone akitendeka.
Ukikuja kwa ministry yetu, ukikuja mahali ninahubiri, ukikuja mahali ninahudumu, yote yatawezekana. I agree. Lakini according to Romans 15, kwanzia hapo kwanza, inasema muinue mwingine kwa kumpraise, kumuinua, sio kumwabudu, kumpa sifa huyu. Ati hiyo kazi imefanywa na huyu jamaa ni kazi mzuri, uibaji wa huyu jamaa. Unajua mimi sina sauti ya kuiba, lakini kwa wale ambao wanajua encourage, akisikia tu ni kuna wakati moja tulienda mazishi ama maombolezi mahali kwetu Ushago zamani, katika ile hali ya kuongoza kiroho, huyu anaongoza, ilinifikia wakati wangu nikaongoza sifa. Kuna ile wimbo tunasemanga goshai mwathani wa theru, niliongoza kwa maombolezi. Ilipomalizika, tulikuwa na rafiki yangu pastor mmoja wa Ushago, tukienda nyumbani na yeye akaniambia, leo kulikuwa kuzuri kwa maombolezi, neno lilikuwa limeingia. Kama ni Suleiman, wananiitanga Suleiman Ushago, kama ni Suleiman ameongoza worship, ameongoza wimbo mpaka ukaisha, ilikuwa ni Mungu kweli. Muinue mwingine, encourage someone and God will bless you. Hilo ni jambo la kwanza. Na kuna mambo mawili matatu, hiyo ilikuwa ya kwanza, nilinenewa na especially Mwenyezi Mungu akanirudisha hapa kwa wale wazee ambao wameokoka na mabibi zao hawajakaa vizuri kwa wokovu. This is not the time for you to accuse your wife because maybe imani yake haipelekani na vile wewe unataka. Na do you know, kwa wale ambao ni watumishi, niona ukiangalia hata kwa maandiko, sometimes kwa apostles ni wengi sana wanatajwa, na ni wachache wanatajwa na mabibi zao wanatajwa hapo nyuma. So sisemi hawakuwa na mabibi, lakini mabibi zao hawajatajwa sana kwa maandiko. Sometimes utaitwa na Kristo mwanaume na bibi yako haijaitwa katika hii huduma, lakini katika ile hali ya kukushikilia ili ukae vizuri kwa wokovu, ana nafasi, ana pray, a silent worker of God. So wakati wewe umekomaa kiroho na unaona unamtumikia Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anapelekana na wewe, maybe sometimes unaona bibi yako ni kama hakai vile wewe unakaa. Maybe bibi yako hajafika kiwango ile unataka afike. Maana kutafika nyakati wewe unanenewa na Mungu na bibi hanenewi. Anaweza kuwa haelewi, lakini amewekwa kwa standard hiyo. Maana ni vigumu sana nyinyi wote wawili kwa nyumba muwe na kipao. Sometimes kuna wale wanapewa na Mungu, bibi anapewa na bwana anapewa. Lakini most of the time kwa wale ambao wanahudumu kama sasa vile na hudumu, sometimes utapata bibi yako ama bibi yangu, sometimes maybe hajafika ile kiwango ya kuelewa kama vile naelewa. Hawa ni viumbe dhaifu wa mama, ni maandiko inasema. So as a gentleman, ukiwa umeokoka na umekaa vizuri, it is your time to move with your wife ambaye unaona kama hana nguvu kama wewe. Maana katika ile hali ya ule mama kukaa pale, unajua Biblia inasema mwanamke ndiye anatengeneza nyumba, na akitaka kuiharibu huwa anaharibu na mikono yake. The issue ya wewe kuingia kwa nyumba na unapata mke wako na mambo yote inakuwa ni sawa kwa nyumba, na unatoka nje kila mtu anasemanga huyu mhubiri anakuaga na bibi. Foundation ya hiyo wokovu na mambo ambayo unafanya ya Mwenyezi Mungu, bibi yako ako. Na uangalie na hii jisho na njia hii. Jaribu uchunguze kwa wale wahubiri ambao wamewashwa na mabibi zao, ni bibi ameaga na bwana amebaki na ni mhubiri. Akisema haoi, kuna upungufu wa mambo mingi sana katika maisha. Maana the issue ya kutoka kwa nyumba iko na bibi ni baraka kutoka kwa Mungu. Naye Mwenyezi Mungu akiamua akuondolee mke, iye naye inakuwa ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bibi ana kazi anafanya katika hiyo ministry huko. Hata kama unaona anakaa hapo ni kama haelewi. Hawa mabibi wa mapastors wanapitia mambo mingi sana. Wanapitia uzito. Unapata huyu ni pastor
amefanya ABCD na amepatikana na hii ama kwa njia moja ama jambo lingine ambalo si la Mungu ama halina umungu ndani yake. Sasa wakati huyu mhubiri anakuwa accused ama ananyoshewa vidole, kila mtu anamuingilia, mabibi wanakuaga wamenyamaza, they are always silent pale chini, na huwa wanaumia. Niwaelezee, mabibi wa mapasta huwa anaumia. Niulize kwa nini? Like for example now, ukisikia mimi nikikwambia uache kunipigia simu masaa ya saa 2 ikifika usiku, sometimes ninaonaga unafaa kurespect. Niulize kwa nini? Masaa ya mchana iko, na kuna wale watu ambao masaa ya Kenya na kwao haipelekani. Ndio unaona ninakupatia muda huu. Unaweza kunipigia simu mpaka saa 2 ama saa 1:30 ya usiku. Lakini hayo masaa ingine kwenda juu, jaribu sana uangalie. Si makosa kupiga simu ya urgency. Maana kuna simu itakuja iko na emergency ndani yake. Maana mimi niko na familia, niko na mke, niko na watoto. Sasa assume unanipigia simu kama saa 5 ya usiku, na saa hiyo maybe hata tumelala. Itabidi nikushukulie simu, lakini yale maongeo tutaongea na wewe, maybe unataka yawe ni private. Na mimi sitaki kumhuzisha bibi yangu kwa yale mambo ambayo tumenena na wewe. Sasa the moment unanipigia simu saa 5 ya usiku, nikiwa nimelala kwa kitanda nishukue simu, hata nikose kuweka voice ya juu, anasikia ile kitu tunaongea. Kuna mambo ambayo inafaa kuwa katikati yangu mimi na wewe kama ukinipigia simu. Kuna mambo inafaa katikati yangu na wewe. Na hiyo mambo ambayo inafaa kuwa katikati yangu na wewe, sometimes Mwenyezi Mungu hajaniruhusu kuruhusu bibi yangu ajue. Kwa yale ambao anaruhusiwa ama nitamruhusu ajue na nimuelezee, nikiona kuna mahali kunaleta shida mahali fulani. Sasa hiyo nitamuelezea ABCD, chukua hii namba, uongea na yeye, tuongee ili tukae pamoja na wewe, tuketi tuongee. So sisemangi hivyo kwa ubaya. Juu wewe unataka kunipigia simu na kuna mambo unataka tuongee ambayo ni asiri. Nikiwa na mke hapo, unajua kuna mambo ingine siruhusiwi kumruhusu ajue as a minister. Sasa point haikuwa hiyo. Point ilikuwa mabibi wa mapastors na watumishi, akina apostle, akina evangelist, akina wote, bishop. Mabibi wanakuaga wanasafa pale chini na haongeagi. Na maana sio yule mtu atashukua miguu haraka aende akatafute counselor, maana atajibu kutoka kwa mzee kwa nini ulienda. Sometimes they suffer. And kama wewe unajua mhubiri wako amekaa vizuri, maana wahubiri wote wabaya. In fact kuna 70% ya wahubiri, ama niwaite aje, kuna 15 ama tuwaite 20% ya wahubiri ambao ni wazuri, lakini wako hapa chini hawaonekani. Kama unajua mhubiri wako amekaa vizuri, kama umejua mhubiri wako vile amekaa, kuanga na nafasi ya kumuombea huyo mke wake ambaye ako hapo nyuma. Maana they are suffering with being silent. Wananyamaza, haongei, lakini wanateseka. Mabibi mapasta, maana huyu ni mama, maybe anataka kutoa fungo la 10 na anaona vile bwana yake amekaa akitoa fungo la 10 haendelei. Hata huyu mama naye ako na jukumu, ako na vile anafaa kutoa fungo la 10. Maana sometimes utapata mke anafanya kazi na ni mhubiri, na mzee anafanya kazi. Hata wao wanataka kutoa fungo la 10. Akiangalia mzee hakai vizuri, anataka kutafuta mahali pengine. Hadi ni kesi akitafuta, atajibu maswali kutoka kwa mzee. Muwe mnaombea nyinyi ambao mmeokoka na mko katika abrela fulani, na mnajua pastor wenu wako na bibi. Muwe mnamshikilia. In fact si makosa kuwa na mikutano ambayo mtakuwa mnasema huu ushirika tutauweka kwa sababu ya bibi ya pastor. Ni muhimu sana. Na niwaelezee kitu kingine hii. Mimi unaweza utanitumia pesa ikuje kwa akaunti yangu. Na mimi ni mhubiri na niko na mke na hafanyi kazi, ni housewife. Tunafanya hii ministry naye. Sometimes wanaume wanakuaga wagumu sana na mali. Siwataki kuwadanganya atiseme hii ni ABCD. Maana bibi yangu akiniambia anataka 2,000 5,000, hata kwanza lazima nimuulize ni ya nini. Sometimes ukiona ukiulizwa, utaulizwa maana ni ile attitude ya mwanaume. Hiyo ni attitude ya mwanaume. Now, I address this. The moment unaelezwa na bibi yako na wewe ni mhubiri ama mtu wa juu ama mtu ambaye ako na mamlaka ndani ya Kristo, sometimes unafaa kuelewa bibi yako anahitaji kitu gani.
Maana sometimes akikuelezea mara ya kwanza ninataka hii, unanyamaza. Mara ya pili ninataka hii, halafu unamnyamazia na una assume hakuna kitu inaendelea. Unamuoffend, anasikia moyoni anyamaze, na ananyamazia ndani na mauchungu. You know, most of the time failure ambazo tunapatana nazo katika ministry, most of the times zinatoka kwa mabibi zetu. Maana maybe bibi yangu alikuwa ameona kitu fulani kizuri mahali na anataka kukinunua, na ni kitu ya nyumba. Sasa ukiangalia zile vitu ziko kwa nyumba, unaona kama haina umuhimu. Well, akikuitisha na uko naye, unafaa kumpea hata kama unauliza swali. Na kuna mahali inafika, mkielewana, mkikaa vizuri ndani ya wokovu na umebarikiwa. Let me see this. Tuassume mimi napata shilingi 1000 kwa hii mitandao siku. Mke wangu ahitaji shilingi 200. In fact akiniitisha sifai kumuuliza ni ya nini, maana si mtoto. Hii maswali ambayo inatoka kwa vinywa ya hubiri watumishi wa Mwenyezi Mungu ambao wamekaa vizuri, hata na wale ambao hawajakaa vizuri na wako na wake na wamebarikiwa. Maana pesa ni parallel, ni kwa watu wote. Wakati bibi yako anakuambia unataka shilingi 200, unamuuliza ni ya nini, yenyewe atakuelezea, lakini ni chungu hiyo anza ama majibu ikitoka ndani yake. Sawa sawa na wale ambao wameolewa na wameoa na matajiri. Utapata mtu wako na mali mingi sana na bibi yako hapo na ni housewife. In case kuna bills unafaa kuwa unasimamia, lakini lazima ukubushwe kila sana bibi unafanya hii na hii. Assume bibi anataka kununua kitu mzuri, anataka kununua kama nguo, ni nywele, ni nini, ni mafuta. You know, inakubidi akikuitisha 500 na uko naye, sio ati unakosa, lazima umuulize. Na I see this. The life we live here. Ndio ulitoka kwenu ukakuja kwa kina bibi huyu ambaye mumeoana na yeye na mkashikana mkawa kitu moja. Na wewe ukatoka kwenu ukakuja kwa huyu mzee. Muishi maisha ambayo yamejawa na raha. Hapa duniani hatufanyi kitu lihaso. Mambo yote ni real. Hakuna practical, ni real. So kama ni kuishi, sasa kama mimi niko na miaka 20 na kwa ndoa, ile miaka nimekaa sasa na bibi yangu ni mingi kushida, iko almost kuwa mingi kushida ile nilikuwa ninakaa nikiwa peke yangu. See, hapa kama Mungu amekupea 1,000,000 ama amekupea 500 ama 1,100 umeweka kwa benki, hautumii kwa sababu isiishe ama unataka ununue. Sisemi hivi kwa ubaya. Nunua plot moja, ijenge na iwe mzuri. I agree. Lakini kuna kuinvest kwingine, unainvest ile mali ambayo unafaa kuwa unasomesha watoto naye, ile mali ambayo mnafaa kuwa mnakula vizuri. Because na ninaongea habari ya wamama na wazee. Ukiitishwa shilingi 100 ni bibi. Na kama uko naye na wallet yako iko, washa kumuuliza maswali mingi, ni nini unataka kufanya naye. Hiyo jibu huwa inaumiza. Maana nimeongea na mabibi wa wahubiri wengi katika hii mitandao. Mzee ako na mali, ukiangalia wallet iko na kuanzia 10,000 kwenda juu. Mtu ambaye anaweka 10,000 kwa wallet kila saa ambayo haina kazi kwenda juu, akiitishwa 2,000 na bibi hafai kumuuliza ni ya nini. That question huwa inauma. Ninanena na wahubiri wenzangu, nanena na wanaume wenzangu. Kama umewezeshwa na Mwenyezi Mungu kuwa tajiri, umewezeshwa. Kama unapewa mshahara ya 1000 kutoka 50, unajihesabia kila siku unaweza tumia 1000. Jibi akikuuliza shilingi 200, wacha kumuuliza ni ya nini. Maana hawezi akakuitisha bila sababu. Na ujue akitaka kukuibia, atakuibia straight. So, badala ya kufanya hii kazi yote, let us be reasonable as men concerning our wives, mabibi zetu ambao wako chini yetu. Na nimesema hii, mabibi ya mapasta especially. Unajua sisi ni visual gumu, tunasemaga tuko na command ndani yetu. Unajua sometimes kuna kitu bibi yangu atasema niamue nichukue ya mamlaka niyatumie, na ni makosa, sifai kufanya namna hiyo. So tuelewane, let's reason out. Ukiitishwa 1,000 na bibi na uko na kiwango ya kumpatia, washa kumuuliza ni ya nini. Hiyo haitokani na umungu. Maana mtoto mdogo ndiye anaulizwa, hiyo pesa unaniitisha ni ya nini? Daddy nataka kufanya ABCD, mtoto. Lakini bibi ni kiwango na standard yako, ni shingo yako. Sasa akikwambia nataka shilingi 800, kama uko na uwezo, washa kuuliza maswali mingi, mpe. Do you know, mimi I'm very funny somehow. Mimi nikifika kwa nyumba kuna mahali naekaga wallet yangu.
ikiwa na pesa. Na sitakangi bibi hii na hii. Yeye akisikia kitu anataka, bora atoe. Na ile kitu conscious yake inamwambia si makosa, bora atoe. Na in fact hata akitoa aende afanye nini, mimi simuulizi. Lakini yeye akiwa na conscious, akiwa na Mwenyezi Mungu ndani yake, anajua the limit na mahali anafaa kufanya hii na hii. Simuulizi. In fact hata akiniambia ninataka shilingi 1000 kadhaa, nikimuuliza ni ya nini, inakuwa ni kama fun. Na yeye anacheka, ananiangalia anacheka. After nina apologize, namwambia nilikuwa nacheza tu. Kama umefikishwa kiwango hiyo na Mungu, unajua kama wewe ni yule mtu ambaye ukifika na mashilingi kwa nyumba lazima uhesabu, sina shida na wewe ukiuliza pesa ni ya nini unaniitisha. Lakini kama wewe ni yule mtu hata ukienda kwa hoteli ama mahali unaenda ukipewa bilu huulizagi ni pesa, unaangaliaga tu na unalipa bila kuuliza maswali mingi. Ama ukienda kwa hoteli huulizagi hii chakula ni pesa ngapi, wewe umebarikiwa. Sitaki kurudia hiyo, maana ni yenu. Hili ni jambo lingine ambalo Mwenyezi Mungu amenionyesha. Akaniambia tunaingia mbele yake na maombi. Ni sawa. Na tunaomba whole generally. So, kama unasikia mambo yako yanakulemea, unaomba whole. Do you know, unaweza kuwa umebarikiwa kwa akili lakini kwa mikono haujabarikiwa. Unajua hivyo? Unaweza kuwa umebarikiwa kwa furaha ndani yako na kwa kesi ya mikono yako haijabarikiwa. Sasa Kristo akanionyesha hii, watu wengi wamefungwa na pengo. Na ile kufungwa, wamefungwa mikono ikiwa inaangalia hivi. So yule mtu amefungwa nyuma na mikono haiwezi kufanya kitu fulani. Kristo akanielezea hivi, ambia watu wengi ambao wananisikiza, ambao wanasoma maandiko, ambao wananijua, na wale ambao wanataka kutokana na mambo ambayo pesa ama laana, wanakaa ni kama laana iko kwa pesa. Kuna wengi wamewekwa chini na shetani kwa mikono. Huyo shetani hajafunga sehemu nyingine ya mwili. Sehemu zingine zote zina function vizuri. Lakini hii ya mikono, shetani amekufunga mikono ili usifanye duties zako vile unatakikana. Na nikaelezewa hii, ukiishi maisha matakatifu, now visit the area ya mikono yako kuwa imefungwa na shetani na chain, ni pengo. Amekufunga na vile amekufunga. In fact hata hii mikono haiko upande wa nyuma, iko mbele. Vile umefungwa na shetani hii mikono, Kristo vile anataka ufanye ili akufungue, ni ufanye na utende kulingana na vile maandiko inasema. Be blessed. Wakati unatii, unakuwa mtu ambaye anakuwa muaminifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitu ya kwanza ambayo inaongoza hii yote ni kuwa mtakatifu. Live a holy life. Na hapa ndio Biblia inasema unaenda kutoa maybe ni sadaka ama fungo la 10 ama any sacrifice kwa madhabahu. Unakumbuka kuna mtu uko na deni naye, mtu hamuelewani. Kwanza uende uelewane na yeye. Hili jambo la kuelewana liko na maana sana. Chunguza maisha yako, na Kristo anasema atakunenea, atanenea nyinyi, aonyeshe ni nini imekufunga mikono. Nao the issue sasa, ukienda mbele ya Mwenyezi Mungu kama unaona kasi ya mikono yako haijabarikiwa, maana Mwenyezi Mungu huwa anabariki kasi ya mikono yetu. Hiyo kasi ya mikono yetu anaibariki. Ukiwa umefungwa pengo, kuna kitu unatakiwa ushike ili uwekelee mahali fulani, lakini vile umefungwa huwezi. Muingie kwa maombi, na hii inahusisha wewe na kukaa maisha matakatifu fast. Kama tunasemanga fungo la 10 ni sawa, sadaka na first born of everything. Kama tuseme kama umelima ile umeandikwa mshahara ama umeajiriwa, mshahara ya kwanza unaitoa kwa madhabahu. All this soma kwa maandiko vizuri kuhusu kutoa na kukaa maisha matakatifu, na kisha ukitii, Mwenyezi Mungu atakuondolea hizi pengo umefungwa na shetani mikononi. Na zingine zinatokana na mambo so simple. Wengine wamebarikiwa kwingine kwote, lakini mikono imefungwa. So ukiingia kwa utakatifu, utafute Mungu kwa laini ya utakatifu, naye atakuonekania. Brethren, mimi huwa ninaongea nikipendelea sana hali ya kanisa la Kristo kuinuka na kukaa kiwango ambayo inamfurahisha Mwenyezi Mungu. Kuinuka kiwango ambayo inamfurahisha Kristo. Kuinuka kiwango ambayo inasababisha Roho Mtakatifu aliye ndani yako awe na furaha. Sasa ukiingia kwa maombi,
Uliza Mwenyezi Mungu, area ya mikono yangu kufungwa na shetani ilitokana na nini? Na ninaivunja katika jina la Yesu Kristo. We have authority. Maana Kristo na akasema hivi, nimeenda, pasia ndio hiyo ikapasuka. Mkitumia jina langu itatendeka. Tumia jina la Kristo katika area yote. Hilo ni lenu na mtafunguliwa mikono ambayo imefungwa na shetani. Kisha sikieni hii. Kuna majaribu itakuja kwa maisha yako na ina jawabu ama iko na baraka nyuma yake. Ngoja nikupatie for example. Niko na mama mmoja, huwa napenda kutoa ushuhuda na yeye. Anaishi Germany. Akakuja hapa Kenya juzi. Na wewe my sister, siongee hivi kwa ubaya maana najua unapenda kuangalia kila video nimeweka. Na ngoja nipeane mfano na wewe. Akakuja hapa Kenya na akajenga nyumba. Amekuwa akijenga hiyo nyumba kwa muda mrefu. Wanakopa pesa upande huu, anaweka kidogo, wanalipa. Wanakopa, hiyo nyumba inaenda almost 15 million. Sasa wakati nyumba imemalizika baada ya kujengwa miaka mingi, akakuja hapa Kenya ili celebrate, na akaita watu wao ambao ni wa upande wa kwao. Wacha upande wa mzee, upande wa kwao. Aliwaita hapa Nairobi wakuja washerehekee na yeye akifungua nyumba. Do you know, wale watu aliita zaidi ya watu 30. Nafikiri kulikuja watu kama 5 ama 6 wa kwao. Paka akawa ananiuliza, kwani sina marafiki? Sikia hii. Kuna mambo itakuja maishani mwako kama majaribu ya kufanya uwe unasikia uchungu moyoni. Lakini ukiwa umekaa vizuri kwa wokovu, wewe ni mtiifu, wewe ni mwaminifu, wewe you live a holy life. Hayo mambo ubaya unaona mazito, majaribu mazito yanakuja kwa maisha yako, mwishowe kuna jawabu na nzuri kutoka kwa Mungu. Na hii jifundishe na Ayubu. Alijaribiwa na shetani mpaka dakika ya mwisho na kisha akashinda. Finally Mwenyezi Mungu akanena na yeye, akamwambia simama tuelewane. Alilipwa na akapewa utajiri na akarudishiwa. Kuna majaribu inakuja kwa maisha yako ambayo yako na jambo fulani ambalo litakuja baada ya kushinda. Kristo ndiye mwanzilishi wa hii wokovu na akahubiri hapa duniani akiwa tu na mimi hapa. Kristo akafast for 40 days ili aanzishe hii kazi ambayo imetufikia leo ya wokovu kupitia damu na mwili yake. 40 days fasting. Baada ya 40 day fasting, shetani alipoona sinakaribia, akamuinua Kristo, akamwekelea juu hekalu, akamwambia ruka juu kuna malaika wa kukushikilia. Kristo akamwambia iko hivi na maandiko. Ule shetani bado tu akampata katika wilderness. Akamwambia sirupi juu uko na njaa, geuza yawe chakula. Kuna majaribu itakuja maishani mwako. Na at the end iko na kitu Mwenyezi Mungu atakubariki. Sincerely speaking, as a gentleman, ile kitu inaumizaga moyo wa mwanadamu ni kusikia bibi yako akiwa na infidelity nje. Unasikia bibi anafanya jambo baya la usharati nje. Inaumiza. Na do you know, kwa wale ambao wameokoka, uko na jukumu na uko na ruhusa ya kumsamehe na kuendelea. Lakini ukiona hilo jambo likikuja katika laini yako, ati kwa ndoa yako hili jambo limetokea na wewe umesimama vizuri, uwe ni mama uwe ni mwanaume, umesimama vizuri kwa wokovu na hili jambo limeingia kwa nyumba yako bila mapenzi na umekaa mtakatifu, hilo mwisho wake lina baraka. Na ile kitu utapewa na Mwenyezi Mungu. Kuna wengine watajaribu kuifikia, wajaribu kuomba, wajaribu kufasti, hawapewi. Ili uqualify kupewa kipawa fulani na Mwenyezi Mungu. Unajua wokovu is free for us through the blood and the body of Jesus. But hizi vipawa kuna zingine hupewi tu. Lazima ukunywe dhiki ya aina fulani ili ukifika pale unasema ni kweli. Wana Israeli walipita ile njia ya wilderness 40 years kwa sababu ya dhambi zao. Ni nini ilisababisha waende Misri? Ni mtu mmoja. Maana ilikuwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Baada ya dhiki ya muda mrefu akiwa Misri wakifanya kazi mzito, kilio yao ikafikia Mwenyezi Mungu. Hakuna vile unaingia kwa hoteli, kazi yako unaitisha sijui hamburger na pizza. Alafu ukikuja nyumbani kila kitu iko sawa. Ukitaka hii unapata, umeshimba. Na ukitaka mwanamke mzuri unampata na unasema umeokoka.
Alafu all of a sudden umeona unafanya vibaya, umeokoka, umekaa miezi 6. Sasa umeingia kwa wokovu na hii mambo yote. Alafu unataka Mwenyezi Mungu akubariki mara moja na uwe na kipawa ambayo unaona wengine wanatumika naye. Kuna mtu aliniuliza jana, Leather, unatuambiaga Kristo amepitia kwako na akakupea kitu, inakuaga ukweli? Anyway, nilimjibu maana ninamheshimu, lakini doubts zilikuwa na toma. Aliniuliza, hebu nikuulize, ni kwa ukweli hiyo kitu unasemaga inakuaga ni ukweli? Nilimwambia ndio, juu hivyo ndivyo iko, na sikuwa na mambo mengine ya kumexplainia. Na nikamwambia ninatoka Nakuru na gari naelezea Kristo, sitaki kufika usiku kwetu. Kristo anakaa na mimi kwa kiti, ninaona mavazi meupe, anaendesha gari pamoja na mimi. Akaniuliza, hilo jambo ni la kweli? Hebu niwaulize, mitume juu alifunguliwa gerezani, ilikuwa ya ukweli ama ilikuwa ya uongo? Filipo alipobatiza yule Ethiopian eunuch ambaye alikuwa anasoma maandiko, alipotoka tu kwa maji, huyu Filipo alishukuliwa na Roho Mtakatifu, akajiona akipanda akienda kwa nyumba ambao wengine walikuwa naombea. Hao ni mitume wako gerezani, wanamsifu Mwenyezi Mungu mpaka milango ya gereza inafunguka. Hii ilikuwa ni ukweli ama ilikuwa ni ndoto? Why do you have kwa nini mko na a lot of doubt? Nilikuwa ninaongea habari ya mama ambaye aliwaita marafiki zake, family members, wakuja wa celebrate pamoja na yeye akifungua nyumba. Hawakukuja. Na mmoja ambaye ako karibu na yeye mpaka anasomea yeye, kwa nini unajenga hii kitu kwangu? Anasikia kumkemea, na ni yeye anasaidiwa. Majaribu ingine anakuja maishani mwako ukiwa umeokoka, yako na kipawa fulani, gift fulani itafuatilia. So vumilia ushinde. Hilo ni neno na Mungu awabariki. Hili ni jambo ambalo nitamaliza naye katika ujumbe ambao Kristo amenipea. Sikia, ninasikia kisha ninaguzwa hapa hivi. Naguzwa na kidole na Redeemer Jesus Christ. Nilikuwa nimesahau. Ananiguza hapa hivi. Ananikumbusha hili. Maana ndio lilikuwa la mwisho kuniongelesha leo asubuhi. Akaniambia, Dongo, nataka hii. Kristo akasema, kaniambia niwaambie, chukua Biblia, anzia Genesis 1, soma mpaka Revelation 22 umalize. Ukimaliza mara ya kwanza, uianze mara ya pili umalize. Ukimaliza mara ya pili, uanze mara ya tatu, utaiona. Sasa Kristo wakati alikuwa ananinenea kujambo hili, juu amenikumbusha, nilikuwa nimesahau, juu sikuliandika. Akaniambia, angalia hapa muone. Nikaona chemichemi ya maji imetombolewa. Tumefika maji refu ya kwanza. Wale wanatoboaga maji wanajua hiyo kitu. Wanasema hiyo maji ya kwanza iko na chumvi mingi sana. Wanazidi kutoboa, wanaenda level ya pili. Wanatoa maji, wanasema bado hii haijakuwa safi sawa sawa. Wanazidi kutoboa, wanaenda level ya 3. Nasikiaga wale wanatoboa maji na mashini wako na lugha ya aina hiyo. Sasa naye Kristo wakati alikuwa ananionyesha hili jambo akaniambia, hebu angalia, hii ni chemichemi. Hii ni Biblia ya kwanza, nataka mtu aisome, na hii ni ya pili na ya tatu. Sasa angalia, mwenye kusoma Biblia ya kwanza haina nguvu sana kwake. Akisoma mara ya pili inazidi kuwa kubwa, inazidi kuwa na nguvu ndani yake. Sasa kusoma ya tatu ndio niliona ikiwa na foundation, na katika hiyo kusoma Biblia mara ya tatu ndio nilikuwa niona kuna waka mwangaza ndani, ni kama bulb iko ndani ya ile Biblia. Sasa Kristo akanielezea, kuna watu ninahitaji, na si wote. Ule ataweza akiamua tu kuanza kusoma na amalize, niko pamoja na yeye. Usome Biblia mara ya kwanza umalize, usome mara ya pili umalize, tena ushukue mara ya tatu usome umalize. Ukienda hiyo hatua ya kusoma sasa mara ya tatu wakati unaisoma, kuna mambo mingi sana Kristo atakuwa ametenda maishani mwako na atakufunulia. Je, nikuulize, nasikiaga watu wanasema, kuna kitabu moja tunasemaga My Life in Crime, iliandikwa na mwandishi moja
ambaye ako hapa kwetu Kenya. Sasa wakati tulikuwa tunasoma, unasikia mtu akisema hii kitabu ushaiona hii novel inaitwa this and this. Yes, My Life in Crime. Na sio My Life too in Crime. Novel ni nyingi ambazo watu wanasoma. Unasikia mtu akikwambia hiyo novel nilisoma mara ya kwanza, nikasikia sijaridhika. Nikasoma safari ya pili nikasikia sijaridhika. Nikairudia mara ya tatu nikasikia sijaridhika. Sawa sawa na hizi mavideo ninawatumia. Kuna mtu ataniambia video yako namba fulani huwa nikikaa ninairudia. Kama umepewa uwezo wa kurudia video, kama umepewa uwezo na Mwenyezi Mungu, yani unasoma novel, sio Biblia, na unasikia ninarudia, unaisoma unamaliza, tena unarudia. Unaisoma tena unarudia. Kama uko na nguvu ya kusoma novel, hii ni assignment Kristo anawapea. Na anasema so open, commercial. Yule ataweza asome. Paka mimi naambia wewe mambo hii. Mimi nimesoma Biblia kuanzia Genesis mpaka Revelation. Mara moja. Vizuri. Kuna mhubiri nasikiaga anakujaga hapa kwetu. Anaitwa Pastor Kuria. Anasemaga wazi. Mimi Biblia nimesoma zaidi sijui ya mara ngapi. Sijui ni 3 ama 4. Naye ukimwangalia akiongea. Ukiangalia huyo mhubiri akiongea. Hata wewe huwa ninapendelea wakati anaji-express kwa maandiko. Maana anakuambia hapa Biblia inasema, Biblia inasema. Sasa kama unataka kwenda nyumbani kwa kina bibi yako, maybe umeoa, ama kwenu mama kama baba wako, si mnaendaga mnasema ile supermarket iko karibu na kwetu ninunue mizigo ili twende naye nyumbani. Hizo vitu unanunuaka kwa supermarket wakati unaenda kuona mgeni huyo ama mzazi. Huwa unazinunua kila siku ama unazinunua wakati huo juu unaenda huko. Unanunua juu unaenda huko. Kuchukua Biblia na kusoma mara ya kwanza, Kristo anasema kuna baraka. Ukisoma ya kwanza, usome mara ya pili, usome mara ya tatu. Ya tatu hiyo ndio ninaona pale chini ikiwa na mwangaza. Yaani maandiko yote utakuwa unasoma itakuwa yani ninaona bulb ikiwa ni kama vile uwakishe taa ndani ya nyumba. Sasa uulizeni hiyo maswali mnataka kuuliza na msiniulize. Kama utasikia utasoma usome. Si nimekwambia mimi nimesoma mara moja. Na nilisoma wakati huo nilikuwa na AIDS. Nikiwa kwa hiyo kitanda ninalia. Nilikuwa ninasoma Biblia mpaka machozi inanitoka. Kuna majaribu itakuja maishani mwako ambayo yako na jawabu mwishoni. Kama wewe unaona unadharauliwa sana. Kuna mtu aliniuliza jana, kuna spirit of rejection. Yes, there is. One from Satan. But this ambayo unaona kama inatoka kwa Mungu, si rejection. Anakutrain ili uwe mtoto ambaye anafaa. Angalia Musa. Musa anaenda kulisha mabuzi ya andiko yake huko. Miaka mingi akiwa peke yake in the wilderness na mabuzi. Lion ingekuja na anaua. Bear ingekuja na aue. Sasa ni nini wewe unataka tu uwe mtumishi ambaye hajapata mambo? Hakuna. Vile utatoka kwa anasa zako alafu ukuje umeokoka, unakaa tu mwaka moja unataka uwe pastor. Train them, says the scripture. This must be observed. Mtu akae hapo mpaka mjue imani yake ni nini. Sasa nimeokoka leo na nilikuwa nafanya kazi kwa bar. Nilikuwa muuzaji wa bangi, nilikuwa mlevi, nilikuwa mwizi, nilikuwa kila all sort of. Alafu nimekuja na nimeokoka. Baada ya mwaka mzima ninataka niwe na kanisa niwekelee watu mkono. Kwani kazi hii ya Mungu ndio mnaifanya aje mnaichukua hivi kiholela? Kristo mwenyewe ndiye mwanzilishi wa hii safari. Alikaa miaka 10 na kadhaa. Miaka mpaka 30, 29, maana alihubiri 3.5 years. Akiwa na 20 something ndio alianza kuhubiri injili. Hii miaka yote alikuwa anafanya nini? Alafu wewe unataka kuniambia wewe ulikuwa unafanya mambo yako yote, umekuja hapa within 1 year unataka wewe ndiye prophet. Ni sawa, nakubali. Prophet, maana prophet anaongea, ananenewa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu, na ukiwa yangi inakuanga sawa, anakuwa through. Lakini wewe unafaa uwe umekomaa, unakaa chini ya mafundisho ya apostle mpaka ukomae. Sasa wewe umeokoka hapa hata hujafanywa deliverance, hujui umefanya nini. Wewe ndio unataka sasa kuwa pastor uwekelee watu mikono. Ndio hao wanatusumbua hapa. Maana akifika wakati mwingine ile file ya samani wanaitoa kuifanyisha kazi. Sikia hii. Juzi nikauliza kwa nini, nikaona na naweza toka kwa nyumba na nitoke na kitu kingine ya maana vijana wamejaa hapa. Wakinichokosa ninaweza piga na rungu kutoka tu kwa mlango. Na
nilikuwa nimebeba kakitu kadogo tu, nikasema ngoja niweke hii kwa mfuko, ninaweza kutana na hao vijana wanasubua hapa, akinilete shida nitamwekea, ama nigoge hiyo mguu yake ifujike, alafu apeleke hospitali. Kutoka tu kwa mlango na hiyo kitu nilikuwa nimeshika, nikakumbushwa, nikaelezwa, ukijiwekea ulizi mimi nitaondoka. Nilirudi nyuma na hiyo kitu nilikuwa nimebeba nikaweka chini. So security ukitaka iwe naye inatoka kwa Mungu, sio kwa mwanadamu. Na hii ingine kitu niseme nisahihisha hapa. Niliwaambia sio wahubiri wote wanaruhusiwa kuanzisha kanisa. Na mtu mmoja akaniambia, Paulo si alikuwa mhubiri na alikuwa mwenye kuua? Paulo hakufungua kanisa, alipewa kazi ya evangelism. Ukiwa wewe ulikuwa unafanya mambo yote wizi, we ni tabia baya nini, na umekuja umeokoka na ulikuwa unaua, kama kuna damu mikononi mwako, Kristo amekupea kibali ya kuwa evangelist. Lakini kanisa kuwekelea watu mikono ukiwa hivyo haujaruhusiwa. Na usiniulize scripture iko wapi, kwani Roho Mtakatifu kazi yake ni gani? Si anatukumbusha na anatuelezea ambayo haiko kwa maandiko, maana Biblia inasema Biblia yenyewe mambo ambayo alitendeka yangeliwekwa kwa Biblia. Hiyo Biblia ingelikuwa kubwa mpaka dunia haiwezi hold. Ndio tumepewa Roho Mtakatifu tuone. Brethren, wewe ambao umepewa assignment na unasikia unaweza soma Biblia, mara ya kwanza umalize, ya pili umalize, ya tatu umalize. Kuna baraka pale kwa Biblia ya kusoma mara ya tatu. Hata mimi ninaomba Mungu nipate kibali niweze kuisoma mara ya pili na niende ya tatu. Ile kitu Mwenyezi Mungu anaweka katika hiyo hata mimi nipate. Hello. Point of interest. Maombi yote unaomba huwa inafika mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukiona hajajibu kitu, ngojea. Sio kusema hasikii. Matoma Yesu ni maiguaga. Na maitho make matire njireri. Macho ya Kristo inaona, masikio yake huwa inasikia, na anatuangalia vizuri, anatuona. So the moment unaomba unasikia hajajibiwa, usione tu ni hivyo, na Mungu atakubariki. God bless you. Well, niwaambie hii, look around mahali unaishi, na usitumie sauti ya juu. Mwenyezi Mungu akuongoze. Kama uko na uwezo within mahali unaishi, Mungu akudirect kwa mtu ambaye unajua huyu mtu ni maskini na watoto wake kusoma inakuwa ni shida, hii familia kukula inakuwa ni shida, wapate off guard. Si makosa ukisaidia huyo mtoto kwenda shule. Sio makosa mtu akiwekelea meal kwa meza kwa sababu yako. Isiwe tu ni mazoea, lakini angalia within mahali unaishi. Kama mimi naishi Kayole, niko na means ya kujua ati huyu mtu anakuwa hivi. Tutaongea ukisikia mtu, huyu mtu ako na hii shida na hii. Penda kuwa msaidizi na usaidie mtu fulani katika jambo fulani, ili angalau na yeye akisimama aseme asante kwa Mwenyezi Mungu, unabarikiwa. Nilikuwa ninaona babangu alikuwa mzuri sana na kusaidia. Haungekuja nyumbani wewe ukose kupata kitu ambacho baba unakuja kumuomba kama ako naye. Honestly speaking, mpaka alikuwa anapeana gari. Dadi hakuwa anauza gari ikizeeka, alikuwa anapatiana. Naona huyu mzee ako na bidii. Unaona, anaangalia huyu mtu anashukuanga kuni na anatumia ile kamkokoteni, anaisukuma, anatafuta punda, anafanya kazi ya aina hiyo, na ilikuwa ni sawa. Dadi akimwangalia hivi tu haongei. Sasa baada ya kukaa na kagari muda mrefu, anaonelea huyu jamani naweza kumpatia hii. Na alikuwa anatoa anampea, anamwambia chukua hii, tengeneza barua ndio hizi, uendelee na safari. Sio lazima vitu yote kuuza. Kuna vitu ambayo unaweza saidia mtu mwingine naye, na inafungua milango yako inayo the other. I'm speaking about giving. Kuna mtu ambaye analala njaa, kwake kupata meal jioni inakuwa ni shida. Nikupee huu mfano moja. Mzee fulani alinielezea, alikuwa anaongea, nilienda Kibera, ako na hizo nyumba za mabati za Kibera. Sasa kuna jamii moja ilikuwa inamsumbua sana, hawalipi. Siku moja akaamua ajifanye aende huko usiku, saa zile huyu mzee huwa anaingia kwa nyumba. Na alienda na akakaa kwa nyumba. Na maana familia haikuwa na simu, mzee alikaa tu huko akiwa amengojea.
Yale masaa huyu mwanaume alikuja na alikuwa na watoto sijui 4 na bibi. Alikuja na uga kilo nusu ya ugali. Wakuja watengeneze uji wa kunywa asubuhi ifike. Unajua tunajifanya kama hatuelewi. Hivyo ndivyo nitakwambia. Na kama kuna akaunti ambayo inaandikwa mambo yako mazuri na mabaya, kuna malaika nyuma yako. Huyo hatoki hapo. Kila mmoja, hata wewe unaniangalia, kuna malaika nyuma yako. Ni vile hakuona, humuoni. Paka wenye dhambi kunakuwa na malaika. The moment unazaliwa, malaika anawekwa hapo. Sasa ili ubarikiwe, kuna mambo utafanya ambayo yatamguza Mwenyezi Mungu. Maana kutoa si dhambi. Kuna jamaa mmoja kwa maandiko alitoa mali yake paka ikamfikia Mungu. Why don't you try this line? Sisemi hivi kwa maringo. Na wakati unatoa hiyo kitu, usisababishe mwingine ajue. Kuna mama moja tulikuwa tunaishi naye hapa tu Maria. Alikuwa na katoto ambao kalizaliwa kakiwa na AIDS. Sasa haka katoto kalikuwa kadogo, hakakui. Nikaambia bibi yangu, as long as ulivu ukipikia watoto wako, huyu mtoto huwe unamruhusu anakuja kwa nyumba, anakula na watoto wangu. Kalikuwa kanacheza tu huku, kanakuja. Mpaka watu wa area hiyo wakawa wanajua. Na mimi sikuwa sasa nahubiri. Nilikuwa nafanya kazi ya kuuza flowers in city market na town huko. Haka katoto hakakuwa kanakuwa. Na ile kitu niliangalia nikaona the environment wanaishi na mambo na maisha wanaishi. Kalikuwa hakana mama, mamake alikuwa amekufa, kanashukuriwa ni sister yake ya mama. Sasa haka katoto nilikuwa nimeelezea bibi kanakuja kwangu kukula. Mpaka watu wa area hiyo tulikuwa tunaishi wakati wanasema na huyo mtoto anakujaga, watu walikuwa wanaona kama nini ni wetu. Kalikuwa kanakuja kwangu kanakula. Hakuwa kanakula kwa sababu kalizaliwa kakiwa na AIDS na mama akakufa. Sasa ile mwili inafika juu hakapati chakula ya kutosha, hakakui. Nikafungulia mlango, kalikuwa kanakuja kwangu, chakula ikipikwa lazima iwekwe ya huyo mtoto. Hatukuenda rosi na hatukufilisika na umaskini hakutupata kwa hiyo. Ilipofika wakati wa huyo mtoto kuondoka, in fact hata sijui yako wapi. Vijana ndugu yake ndiye alikuwa anakumbusha wengine, unajua mtoto wetu alikuwa anakula kwa akina. Nilikuwa nimewafungulia mlango. Wakuja watu. Maybe like now ninaweza kosa kufanya hivyo kwa ile plot ninaishi, maana watu wanaangaliana na ile standard. Lakini karibu na wewe kuna mtu unaweza saidia. Put this in your brain. Jaribu jambo la aina hiyo. Maana unajua utumishi sio lazima zote tuingie kwa YouTube tuhubiri. Sio lazima wote tuingie tuhubirie watu tuambie waokoke. Kuna kitendo utatenda isaidie mtu mwingine kwenda hatua hiyo nyingine. Huyu mtu ananipigia simu ama tunakutana na mtu ninaanza kuongea na yeye. Baada ya kuongea muda mrefu ndio ananielezea, unajua nilikuwa ninaenda kujiua. Na tumekutana tu vile mnaweza kutana na mtu kwa duka tu, mwanze kuongea. Mnaongea, unasikia maongeo yenu, Mwenyezi Mungu anafuru. Baada ya muda huyo jamaa ananiambia, unajua ni vile hujui, nilikuwa ninaenda kujiua. Sababu ndio hii na hii. Na ni mambo kidogo. You brethren, wewe ambaye umebarikiwa na Mwenyezi Mungu, usifikirie utumishi tu ni kunena kama mimi sasa vile naongea na wewe, ama kuhubiri, ama kwenda evangelism, ama kwa kanisa kuiba, ama huko Sunday school, ama huko kwa kwaya, ama huko mzee wa kanisa asha. Kuna hii basic ya hapa chini. Na ndio ilisababisha Mwenyezi Mungu amfuatilie mwanadamu ambaye alikuwa anatoa mali yake akipewa maskini, akaongezwa wokovu. Think about that. Kama uko na shilingi 10 ambayo inabaki baada ya matumizi yako na umeweka kwa akaunti umebakisha shilingi 10. Hebu jaribu utafute mtu mwingine uone kama inaweza saidia mtu. Kuna mtu utasaidia upate baraka kutoka kwa Mungu. Honestly speaking. Na watu wanashindwa umebarikiwa aje. Babangu hakuwa ameokoka akifanya hii matendo yote. Lakini hakuna vile ungekuja kwetu baba akose kukusaidia. Hakuna. Mungu asababisha malaika ambaye anatembea. Unajua kuna malaika wengi wanatembea hapa duniani, hapa duniani. Yaani ninakaanga mahali hivi. Maybe nimejifungia mahali. Unajua kuna saa zingine utaendesha gari, usikie umeshoka, unasema ngoja niingie kwa petrol station, angalau nishikwe na kauzingizi ya dakika 5 ili uzingizi niko naye iniondokee.
Sasa ukiwa umenyamaza pale, kuna kuja mtu anakuja, unamwangalia kwa ukiwa ndani ya gari. Anakuja anapita, unauliza Mungu, huyo ni nani? Yenyewe Mungu anakataa kukujibu. Lakini unafuatilia tena, who is that? Sasa baada ya muda ndio Mwenyezi Mungu anakujulisha alikuwa ni malaika. Maana angelikuelezea hapo immediately one on one, huyo ni malaika. Ni kutoka kwa gari tu na ninamuongelesha. Sasa unauliza Mungu, ni nani huyo anapita? Hakuongeleshi. Baada ya siku 2-3 ndio ananielezea. Huyo alikuwa malaika, alikuwa anapitia hiyo area. No, tuwe sensitive. Unajua ni nini unahitaji hapa duniani? Honestly speaking, what do you want? Maybe uko na mali umebarikiwa. Umeweka kwa account, umejinunua manyumba, umejenga. Uko na watoto wazuri, uko na bibi. Hauna shida. Si umfikie mtu mmoja hapo mbele ambaye ako na umaskini ama na shida. Kukula kwake ni shida. Na ujue ukimbariki hata soea, kuna ile njia utatumia ubarikiwe. God bless you. Siku anitoe video. Lakini nimeamka asubuhi, kuna mahali nilikuwa nataka kwenda. Nikasikia tu ninahimizwa niongee mawili matatu. Maana asubuhi Kristo akaninenea kuhusu hiyo mambo kadhaa nimewaelezea hapo. Hiyo ya kufungwa mikono, ilikuwa na hiyo ya kusoma Biblia. Mambo kadhaa, na hiyo kitabu ambayo nimekupea Romans, hiyo nilinenewa ni ya nene. Na niseme hii, kama wewe ni pastor na kanisa ambayo unashudumu inakusustain, kuna wale wameitwa na Mwenyezi Mungu wakiwa full time minister. Kama wewe ni mmoja wao, ashiria. Kuna mtu tumeongea na yeye, mama ananiambia, wakati tunahudumu na bwanangu kwa kanisa, mambo inakuwa mzuri mpaka tumejenga kanisa imemalizika. Saa zile nimeona COVID imeanza kuondoka, ninataka kurudi kwa makazi zangu. Hasibarikiwi. Kama umeitwa ukiwa full time minister na Mungu, ashiria mengine uwe full time na utabarikiwa. Maana kuna watu wataletwa kwako na Mungu atakubariki ukiwa minister, ukiminister unto thee. So Mungu awabariki. Awabariki sana. Na ile kitu ilisababisha niseme mapasta ambao wako na kanisa dogo wanicall. Ile kitu ilisababisha niwaambie namna hiyo. Na ni laini Mwenyezi Mungu ameweka ndani yangu. Haijaisha, bado I'm still calling. Na kama wewe ushainiita na unajua yanayoendelea karibu na kwako, sipatafuta huyo mhubiri mwingine ambaye yako kiwango ya chini, umwambie tuongee. Na utabarikiwa. Adoagai, washaneni na dhambi. Nyinyi ambaye mmeokoka, torokeni dhambi. Na niwaambie hii, kama umeokoka na umeenda kufast, ukifast 5 days, hiyo siku ya kufungua, usipende kuwa na mtu mwingine, penda kuwa peke yako. Maana nimesikia watu wengi wananipigia simu hapa na pastor, mimi ni kijana, nilienda kufast. Na kuna dada tunakuaga na wao kanisani, nikawaambia wakuje ninafungua tukunywe chai pamoja nao. Huwa wanaenda kulala kwa kitanda. Na umekuwa mtu umekaa vizuri maisha matakatifu mbele ya Mungu. The moment unajua you are fasting, wakati wa kufungua, don't entertain anybody from outside, unless you are wife, you are husband. Wengi wameanguka, wengi wametembelewa na shetani baada ya kutoka fasting. Unaruhusu mtu, maana mnaombaga na yeye na mnakuaga kwa ushirika na yeye. Wakati umetoka fasting, unakuja kumuita, unamwambia kuja tukunywe chai pamoja, mnaedi kuwa kwa kitanda. Shungeni sana. Wakati umemaliza fasting, sio Mungu huwa anakuja na tangulia. Shetani huwa anaomba ruhusa akuje alete majibu yake hapo. Na wengi wanaangukia hapo. Nimesikia msichana ametoka Kenya, ameenda mpaka ng'ambo akiwa virgin, baada ya kufunga akiwa kule hiyo ng'ambo, akafunga fasting ya siku kadhaa. Mtu wa kwanza kupatana na yeye alikuwa ni Mkristo, alipatana na yeye huko. Mwanaume sijui kutoka Nigeria, sijui kutoka wapi. Baada ya fasting, na ujue alitoka Kenya akiwa virgin. Huyo ndiye alibreak virginity. Baada ya fasting, alitoka Kenya akiwa virgin, anaenda kufujiwa huko. Baada ya fasting, usicheze, jisuie mambo mengine. In fact hata baada ya fasting, yule mtu unakutana na yeye na unajua ni rafiki yako, washa kumuentertain. Ugojee imalizike kama siku 5 baada ya fasting.
ili uone mkono wa Mungu. Wengi wana fast wanaharibikia hapo, wamefungulia. Shetani anaombanga ruhusa kabla haujaenda akuharibu. Na wewe ukiwa hauna hekima, unaona huyu mtu anatumwa kwako na shetani direct, anakuwa devil worshiper wakati tu umemaliza. Maana hakuna hapa pale kuelezea Kristo mbadilisha mawe. Sasa ni watu. Wakati tu umemaliza fasting ya 40 days, naye shetani anatuma agent wake ambaye anakaa Mkristo. Anakuja, mnashirikiana, anakumaliza. Baada ya fasting unajipatia kama siku 5 bila kuonana na watu, ukiwa peke yako, kama hauna bibi, hauna bwana, kama hauna watoto na kama hivyo. Lakini kama uko na familia, let your family first priority. God bless you. God bless you. Evangelist Martin Ndungu. Safaricom line 0721 735 498. Telecom 0774 297 055. God bless you. Na nikimaliza, nyinyi ambao mmesimama na nyinyi, nimeona message zenu mmenitumia through M-Pesa. God bless you so much. Sina maneno ya kusema, lakini mtabarikiwa. Mwenyezi Mungu akinibariki na ile kitu iko ndani yangu inasababisha mbarikiwe kwa kupanda kwa hii platform. Hiyo ni maandiko niliwaekea kwa video fulani kuhusu kutoa. Ukipea maji kikombe mnabii, unabarikiwa na kwa sababu ya hiyo kikombe ya maji umetoa, kwa sababu unatoa kwa huduma ambayo ni mhudumu na hudumu. Christ who is in me, ambaye ananiguza hapa hivi, ananikumbusha jambo fulani, na ashiria huo upako katika maisha yako. God bless you. Mungu awabariki. Ambaye ametoa kwa platform mpaka leo, Mungu azidi kumzidishia. Shilingi na shilingi 2 irudi. Na mifuko ambayo shetani ametomboa mali yenu isikae kwa mifuko yenu. Twasilu hizo mashimo na damu ya Yesu. God bless you. God bless you. Evangelist Martin Ndungu. Yesu ni Mwokozi, na Injili iendelee. God bless you all. In Jesus.